Naam msikilizaji, mshtuko mkubwa ukamfika Asha, akajikuta sasa anaishiwa nguvu. Wala haikuchukua muda mrefu, akaona mwanga wa kandili ukija chumbani kwake. Akajua kabisa kuna mtu ambaye aliyeibeba hiyo taa akiwa anaingia chumbani kwake. Akaona pazia likiwa linafunuliwa. Alichokiona Asha kilimtia mashakani sana. Alimuona Bizokolo akiwa uchi kama alivyozaliwa. Alikuwa amebeba ungo mkono wa kulia. Ungo huo ulikuwa una nazi mbili. Akashusha macho yake kumuona aliyekuwa amebeba taa hiyo. Alipomuona mtu aliyebeba hiyo taa, alizidi kupatwa na mshangao mkubwa zaidi. Alimuona mtoto wake wa kwanza ambaye aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha. Ndiye aliyekuwa amebeba taa hiyo. Hakuwa na nguvu hata ya kutikisa mguu wake, wala hata macho yake. Asha alikuwa ameishiwa nguvu mno. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Chanzo ni Mama. Tulishia katika sehemu ya 2 na hii ndiyo sehemu ya 3. Ni simulizi inayotoka katika mikono ya Amza Stories. Karibu, msimuliaji wako ni mimi, BHB wa makala simulizi. Karibu twende sambamba mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Bibi Zokolo akaweka ule ungo chini, kisha akawa kama vile anaongea peke yake lugha ambayo hata Asha hakuweza kuitambua kama ilikuwa ni Kiswahili, Kiingereza, Kinyakyusa au Kifipa. Usoni alikuwa amepaka vitu vyeupe huku maziwa yake yakiwa yanacheza cheza. Mtoto wa Asha akampatia Bizokolo sindano ambayo aliichomeka kwenye jicho moja la nazi. Kisha akapewa sindano nyingine, akaichomeka kwenye jicho moja la nazi nyingine pia. Asha akasikia sauti ya Kidawa ikiwa inatoka kama mtu anayehema. Kidawa alikuwa kama mtu ambaye aliyezinduka kutoka kwenye kifo, kisha akakaa kitako kama mtu ambaye asiyejielewa. Punde akawa anashuka kitandani kama kichaa akiwa anatazama chini. Akasogea hadi karibu na Bizokolo ambaye alikuwa akitabasamu tu, kisha Asha akaanza kuhisi giza, alafu kama taswira ya mtu vile ama taswira za watu zinaanza kupotea taratibu vile. Pale pale akashtuka kama mtu aliyetoka usingizini. Haraka macho yake akayatupa upande ambao Kidawa alikuwa amelala ili ahakikishe kuwa alichokiona kilikuwa ndoto au ni kweli. Palikuwa patupu kabisa, hakukuwa na hata joto la alipokuwa amelala Kidawa. Jasho halikuiacha ngozi ya Asha, lilizidi kutiririka huku akiwa anahema juu kama mwanariadha aliyekimbia mbio ndefu sana tena kwa muda mrefu. Akashusha pumzi. Hatimaye akashusha miguu yake chini taratibu kabisa huku mwili ukiendelea kusisimka. Mwanzo hakumuona Kidawa wakati anatoka, lakini safari hii alimuona, ila kama alikuwa ndotoni hivi, ila alipoamka ndio hivi hamuoni Kidawa. Ilibidi sasa Asha aanze kujiuliza, ina maana Kidawa anashirikiana na Bizokolo? Kidawa mchawi kweli? Sitaki kuamini. Lakini sasa ameenda wapi? Usiku huo ulijaa giza nene lililokuwa limefunga anga. Wadudu wa usiku hawakupoa kabisa. Asha akasikia kama vile kuna mtu anakata nyama kwa kutumia kifaa kizito mithili ya shoka. Akakaa kimya ili kusikiliza zaidi.
Akasikia kama kuna kitu kinaburuzwa kuelekea nje, maana sauti ya kufunguliwa kwa mlango ilisikika pia. Asha akapata ujasiri wa kutaka kujua ni nini kilichokuwa kinaburuzwa. Ghafla ukimya ukatawala. Akazidi kusogea mbele taratibu. Akawa sasa amekanyaga kitu kama maji hivi. Akaendelea mbele, lakini kadiri alivyokuwa akipiga hatua, alihisi mnato kwenye miguu yake, ikiashiria kuwa kitu ambacho alichokuwa amekikanyaga kilikuwa na asili ya kunata. Alitamani kujua ni nini hicho ambacho alichokuwa amekikanyaga, lakini giza lilimnyima fursa Asha ya kuona ni kitu gani alichokuwa amekikanyaga. Akazidi kusogea hadi alipofikia mlango. Akaona mwanga wa taa ya kandili ukija mbele yake. Mwanga ule ulikuwa unakuja ukiwa unatokea nje. Akajificha nyuma ya mlango. Mwanga ukampa fursa sasa Asha ya kuona kilichokuwa kikinata kwenye miguu yake. Ilikuwa ni damu nzito sana ambayo ilikuwa imetapakaa pale sakafuni. Akashtuka kuona damu nyingi kiasi kile, alafu akamwona mwanawe akiwa anaisomba ile damu na kuitia kwenye bakuli kama vile anapiga deki kwa kutumia mikono yake. Mtoto aliyekuwa amemwona pale alikuwa ni mtoto wake ambaye aliyekuwa amepotea siku nyingi, tena katika mazingira ya kutatanisha. Mtoto huyu ni yule mtoto mkubwa aliyepotea, ukiachana na Juma ambaye alipotea siku chache zilizopita. Chozi la Asha lilimbubujika sana alipokuwa akimtazama mtoto wake akiwa anasomba damu. Alikuwa ni mtoto wa miaka 5 kwa muda huo, maana alipotea akiwa na miaka 2. Alitamani kumshika mtoto wake, lakini hofu ilizidi kumtawala. Akabakiwa akiwa amejibanza sasa nyuma ya mlango. Bizokolo alikuwa amesimamia mtoto huyo ambaye alionekana kabisa kuzoa damu ile, na huku akionyesha kabisa kwamba amezoea majukumu hayo. "Bibi, si utanipeleka kwa mama?" aliuliza mtoto huyo wa Asha ambaye aliyekuwa amepotea miaka kadhaa iliyopita. "Ndiyo, nitakupeleka. Lakini unatakiwa kuwa mkubwa kwanza. Sawa mjukuu wangu?" alijibu Bizokolo huku akizidi kufurahia. "Haya, kunywa hiyo," alisema Bizokolo akiwa anamtazama mtoto huyo. Mtoto akanywa damu ambayo aliyokuwa akisomba hapo. Bizokolo akapiga vigelegele vya furaha, akifurahi jinsi ambavyo mtoto yule alivyokunywa damu ile. "Haya, nenda sasa," akasema Bizokolo. Mtoto huyo aliondoka na kupita pale mlangoni akiwa anampita mama yake mzazi bila yeye kujua. Haikujulikana kwamba mtoto huyo alikuwa akiishi wapi wala alikuwa akiishi vipi. Asha alijawa na maswali mengi. Bizokolo akaelekea njia ya kuelekea chumbani kwa Asha. Muda huo Asha akajitoa pale alipokuwa amejibanza na kutoka nje ili ajue mtoto wake alikuwa akiishi wapi na alikuwa akiishi vipi. Aliangaza huku na kule kuangalia ni wapi mtoto huyo alikuwa akielekea. Akamwona akielekea njia ambayo inayoshuka kuelekea baharini. Asha akatazama nyuma, akaona hakuna anayemuona, kisha akaanza sasa kumfuatilia mtoto huyo nyuma huku akiwa na maswali mawili. Moja, mtoto huyo alikuwa akienda wapi? Na pili, Kidawa alikuwa ameenda wapi maana hakumuona? Asha akazidi kutafakari. Akazidi sana kuwaza. Akazidi kuwazua kuhusu ile damu. Akajiuliza tena, ilikuwa ni damu ya nani? Na ilikuwa ni damu ya nini? Basi akawa anazidi kumfuatilia mtoto wake, ambapo muda huo mtoto wake
alikuwa akielekea kule baharini. Muda huo ulikuwa ni usiku wa manane. Japo kulikuwa na giza, lakini alimudu kumuona. Mtoto huyo alikuwa hageuki nyuma. Alikuwa akitazama mbele bila hata kupunguza mwendo. Tena alikuwa akiwa na haraka sana kutembea kuelekea kule baharini. Japo moyo na akili ya Asha vilikuwa vikipishana kwenye kutoa maamuzi ya kipi afanye usiku huo, lakini uamuzi wa kumfuatilia mtoto wake haukuweza kupingwa ndani yake. Moto ulizidi kuwaka katika kichwa cha mwanadada huyu. Alikuwa akiendelea kuwaza kuhusu mtoto wake. Wakati huo mtoto alizidi kwenda mbali. Alipofika karibu na bahari, sehemu ambayo ilikuwa na miti mikubwa, ghafla wakati Asha akiwa anaendelea kumtazama mtoto wake huyu, mtoto huyu aligeuka kuwa joka kubwa kisha likazama msituni. Jambo lile lilimfanya Asha azidi kushikwa na butwa sana, asijue afanye nini. Baada ya kuona vile na kuendelea kushangaa, haraka sana Asha akashikwa na wazo moja kwamba ni lazima arudi kijijini. Asha akakimbia kurudi kijijini. Alishafika mbali, hivyo ilimbidi afanye haraka sana kurudi kule kijijini kabla Bizokolo hajastukia kuwa ametoka wapi. Usiku huo ulikuwa usiku wa heka sana kwa Asha, msikilizaji. Alimuomba Mungu asikutane na wanyama wakali, maana kijiji chao kile cha Nachingwea mara nyingi kilikuwa kikivamiwa na tembo au nyati ambao waliokuwa wanatoka katika hifadhi ya wanyamapori. Aliwaogopa zaidi wanyama hao kuliko hata uchawi wa Bizokolo, maana wanasema zimu likujualo halikuli likakwisha. Kama Bizokolo aliweza kuua watoto 3 wa Asha, akamuua na mume wa Asha, basi anaweza kumwacha Asha vile vile. Ndivyo alivyokuwa akiamini Asha. Mwendo wa dakika kadhaa akajikuta akiwa amefika karibu na nyumba yake. Mlango ulikuwa wazi vile vile. Wakati huo kulikuwa na hali ya mwanga fulani hivi kuashiria kuwa mapambazuko yalikuwa yakikaribia. Akiwa katikati hali ya kutafakari anaweza vipi kuingia ndani, aliendelea kufikiri zaidi ni namna gani anaweza kupenya ndani na Bizokolo asiweze kujua kwamba alikuwa ametoka. Sasa wakati akiwa katika hali ya kutafakari kwamba anaweza vipi kuingia ndani, akaona kama kuna mitembeo ya wanyama aina ya fisi walikuwa wakila mzoga. Alitamani kujua ni mzoga gani huo ambao fisi hao walikuwa wakila. Akili yake ilikuwa ikianza kurejea tukio lililopita wakati alipoona damu nyingi sakafuni. Akapata hisia kuwa huenda kilichosababisha damu ile ndicho ambacho wanyama hao walikuwa wakihangaika nacho. Akapapasa chini, akaokota jiwe, hatimaye akalirusha na kumpiga mmoja wa wanyama hao ambao bila shaka walikuwa ni fisi, maana ndio wanyama pekee ambao walikuwa wakipendelea sana kula mizoga bila hata ya kupata shida ya kukimbizana na wanyama kwenye mawindo. Sauti za wanyama hao zilisikika mbali kidogo, ndipo Asha akapata uhakika kuwa fisi hao wameondoka. Akasogea ili aone ni kitu gani hicho ambacho fisi walikuwa wakikila. Kila alipojaribu kugusa, alipata hisia za kuwa alikuwa ni binadamu. Akashindwa kujiridhisha usiku huo. Akiwa anaendelea kushangaa, aliona mwanga wa taa ukija upande wake. Ilikuwa ni taa ya kandili. Akakimbilia ndani kwa uangalifu ili Bizokolo asimuone.
Akapita kwa kupapasia hadi chumbani kwake. Mikono yake ikawa inanuka damu, lakini akapata wazo la kuchungulia dirishani ili amuone aliyekuwa akija na taa ile ya kandiri, maana alihisi Bizokolo ameshatoka pale ndani. Alipochungulia, alimuona Bizokolo akiwa amebeba taa hiyo, tena akiwa na haraka sana. Basi Asha akajilaza kitandani kama mtu aliyepitiwa na usingizi muda mrefu. Bizokolo akaenda kumchungulia Asha, akamkuta akiwa amejifunika shuka gubi gubi. Bizokolo akatikisa kichwa chake kisha akaondoka pale. Asha alihisi Bizokolo ameondoka, akafunua shuka na kuhema juu huku mapigo yake ya moyo yakimwenda mbio sana. Dakika zilienda, masaa yakasogea, hatimaye kulipambazuka. Msikilizaji, Asha alipiga miayo ya uchovu wa kukaa macho usiku kucha. Jogoo alikuwa akiwika. Hata alipofunua pazia la dirisha, aliona jinsi ambavyo mwanga wa jua ulikuwa ukizidi kuongezeka. Ilipata mida ya saa 11 alfajiri. Asha akajinyoosha ili avute shuka, akaanza kulala baada ya kukesha usiku kucha kwa vitimbi vya Bizokolo. Akajitupa kitandani na kuanza kukoroma pale pale. Muda huo Bizokolo naye alikuwa akikoroma tu pale sebuleni, hakutaka kulala kitandani kabisa. Asha alilala akiwa na mambo kadhaa kichwani pake, mambo ambayo hakuyapatia majibu kabisa. Kwanza ni mtoto wake wa kiume wa kwanza ambaye alipotea miaka kadhaa, ikisadikika kwamba huenda ameliwa na wanyama au amepotea. Kitendo cha kumuona usiku akinywa damu kilimfanya amini mtoto wake yupo hai, lakini anaishi kwa nguvu za giza, yani uchawi wa Bizokolo. Jambo la pili ambalo hakupata jibu ni wapi alipo Kidawa. Je, aliondoka usiku ule ule? Na kama aliondoka, ni kwa nini asiage? Na kwa nini aliondoka na Bizokolo? Jambo lingine ni kuhusu ile damu nzito. Aliwaza ilitokana na nini? Msikilizaji, hivyo alilala akiwa na tafakari hayo mambo ambayo ilikuwa ni ngumu sana kujipa majibu. Jua la saa 1 lilipotua, lilikutana na umati wa watu njia panda. Ile ilikuwa ilikielekea nyumbani kwa Asha na nyumbani kwa Kidawa na kuelekea baharini. Umati huu ulijawa na mshtuko mkubwa sana. Huwezi amini msikilizaji, mwili wa Kidawa ulikutwa na wanakijiji hao, mwili ukiwa umeachanishwa shingo na kiwiliwili. Pia mwili huo ulikuwa umeliwa jicho moja la kulia, huku eneo la shingo likionekana kuliwa na wanyama. Kelele hizo zilimfikia Asha akiwa amelala. Akastuka na kufunua pazia la dirisha. Eneo hili halikuwa mbali na nyumba ya Asha. Asha akakumbuka kilichotokea usiku uliopita baada ya kuwafukuza wale fisi ambao walikuwa wakila mzoga. Akapata wazo la kuelekea eneo la tukio. Akiwa anatoka nje, akakutana na Bizokolo akiwa anaingia ndani, wakakutana mlangoni. Shikamoo mama. Marahaba. Mbio zote hizo unaenda wapi? Mama, naelekea pale kwenye umati wa watu nikaone kilichotokea. Ukishaona unaweza ukakirudisha kilivyokuwa? Asha alikaa kimya bila kujibu. Alishaanza kumuogopa Bizokolo kupita maelezo. Haya, nenda. Umbea tu. Haya, nenda sasa. Bizokolo akaelekea ndani. Asha akakimbilia kwenye umati wa watu. Akakutana na Mkegani, akamdaka kwa shari kama kawaida yake. Ukizingatia alishasema kuna laana inatafuna kijiji hicho, na tena ukiangalia
Mkegani alisema kwamba laana hiyo ilikuwa ikitokana na Majula pamoja na familia yake kwa kumuona Asha na tukio lile ambalo lililokuwa linaendelea pale. Mkegani alijua kabisa kwamba ni lazima ulisababishwa na Asha. Unaenda kuangalia nini wakati unajua kabisa kilichotokea? Hivi unapata faida gani kwa mfano? Hivi unapoleta mikosi kama hii katika kijiji chetu, wewe unafikiri kwamba unaleta faida gani? Yaani unapata faida gani wewe? Alisema Mkegani akiwa amemshika mkono kwa nguvu. Unamaanisha nini? Hebu niache bana, unaniumiza. Kidawa amekutwa akiwa amekufa. Wewe Asha, wewe nisikilize. Kidawa amekutwa akiwa amekufa. Na inasemekana mlionekana usiku mkienda nyumbani kwako. Aliongea Mkegani. Alipomaliza kusema, alimwacha Asha ambaye alikuwa kama amemwagiwa maji ya baridi, yaani alipoa mithili ya barafu iliyokuwa imefungwa kwenye mfuko wa nailoni. Hakuamini kusikia kwamba Kidawa alikutwa akiwa amefariki. Wewe, Kidawa amekufa? Aliuliza Asha. Unataka kusema hujui? Tokea lini kijiji hiki mtu akaliwa na wanyama? Kama hukamatwa kwa kuhusika na kifo cha Kidawa, basi mimi nitahakikisha na kufanyia kitu roho yako itapenda. Maana kwa uchawi mtalipindisha hili ili ionekane kwamba ni ajali huhusiki. Nitakuonyesha. Ngoja wewe acha uache kukamatwa, alafu utajua kwamba ni nini kitaendelea. Nitakufanyia kitu roho inapenda. Mkegani aliendelea kumpa vitisho mwanadada Asha. Asha hakujua ajibu nini. Harufu ilianza kufukuta na kusababisha watu wakae mbali na mwili huo ambao ulishaanza kuharibika. Asha hakutaka kabisa kushuhudia mwili wa Kidawa. Vilio vilitanda eneo la tukio. Polepole Asha akageuka kurudi nyumbani kwake akiwa ameweka mikono kichwani. Pale njiani akapata wazo la kutoroka kijijini hapo baada ya kufikiria kuwa ni kweli mara ya mwisho Kidawa alilala naye chumbani kwake, kisha akatoweka katika mazingira ya kutatanisha. Akafanya haraka akakusanya nguo zake, akazitia ndani ya begi. Kabla hata hajatoka, akasikia sauti ya Bizokolo ikisema nyuma yake. Akageuka kumtazama. Unaenda wapi? Aliuliza Bizokolo akiwa amesimama mlangoni. Asha akiwa katika hali ya wasiwasi akamwambia, Kidawa alikuwa na mimi usiku wa jana na kuna watu waliniona naye wakati nikiwa nakuja naye huku. Vipi kama ikitokea wakasema kwamba mimi ndo nimemuua? Aliuliza Asha wakati huo akiendelea kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo unataka nikamatwe mimi au? Aliuliza tena Bizokolo, tena kwa sauti kavu kabisa. Sasa unafikiria mimi nitafanya nini mama? Mgambo watakuja hapa kunikamata hapa. Siwezi kuendelea kuishi hapa. Ni bora nirudi kijijini kwetu. Huendi popote Asha. Utabaki hapa kijijini. Huwezi kwenda popote. Alisema Bizokolo na kumnyang'anya begi mwanadada Asha. Tafadhali mama, nakuomba niache niende. Nikikamatwa kesi itakuwa kubwa sana. Sipo tayari kwenda kufia jela kwa kosa la mauaji mama. Naomba begi niende. Naomba bana. Bizokolo akatabasamu baada ya kuambiwa vile, huku akiwa anamtazama Asha akiwa katika hali ya wasiwasi. Mama, unafurahia matatizo yangu au? Aliuliza tena Asha huku akichungulia dirishani. Akaona jinsi mwili wa Kidawa ulivyokuwa ukichukuliwa na gari ya wagonjwa ya wilaya ya Kilwa. Simaanishi nacheka. Na simaanishi kwamba nakucheka. Bali nafurahi sababu nimegundua wewe bado ni mdogo sana Asha. Alisema maneno hayo Bizokolo. Mdogo? Unamaanisha nini mama? Aliuliza Asha huku akizidi kujua kwamba wakati mgumu uko mbele yake.
aliendelea kujawa na wasiwasi mkubwa sana wakati alipokuwa anaongea na mama yake huyu. "Sikia, huna haja ya kuondoka," alisema Bizokolo akiwa amemshika bega Asha, huku lile tabasamu likizidi kuipamba sura yake ya kizee, yani sura ya Bizokolo. "Nitafanya nini mama? Unaona hali halisi ambavyo ilivyo. Nitafanya nini?" "Fuata maneno yangu. Wakija kukukamata, waambie hukuua. Sio tu waambie kuwa hukuua, bali ni ukweli hukufanya hivyo. Mimi namjua muuaji. Ila nitakusaidia, wala hutaingia matatizoni. Nielewe mimi," alisema Bizokolo huku akiwa anamtazama Asha kwa tabasamu lile lile. "Mama, muuaji ni nani sasa?" aliuliza Asha huku akiwa anatetemeka. Ni wazi hakuwahi kuingia kwenye heka nzito kiasi hiki. "Wewe nisikilize. Fanya kama nilivyokuambia Asha. Najua hukufanya mauaji. Ukikimbia utakuja kukamatwa. Na moja kwa moja hutopewa hata nafasi ya kujieleza, bali utafungwa moja kwa moja. Tena utafungwa na kifungo chake hakitakupa nafasi ya kutoka tena. Tena sasa Asha nikwambie, kwa umri wako huo, ukiingia jela unaenda kufia huko," alisema Bizokolo kwa sauti ambayo iliyokuwa imejawa umakini, tena umakini wa kumwaminisha Asha kuwa hatoingia matatizoni. Muda huo huo, mgambo wa kijiji pamoja na mwenyekiti walifika nyumbani kwa Asha pale. Laiti kama Bizokolo asingelimchelewesha Asha, pengine Asha angelikuwa amefika mbali. Hodi ilipolia, Asha akamsihi Bizokolo asiseme kama yeye yupo ndani, bali awaambie kuwa Asha ameshakimbia. Basi Bizokolo akakubali, akatoka nje. "Habari yako mama Majula?" "Salama." "Asha yupo?" aliuliza mzee Msiri ambaye ndiye mwenyekiti wa kijiji. Taarifa kuwa Asha amemuua Kidawa ilishasambaa kijijini hapo, huku kukiwa na mashahidi ambao walimuona Asha akiongozana na Kidawa usiku kuelekea nyumbani kwake. "Asha, kuna tatizo gani mwenyekiti? Mbona umekuja na mgambo?" aliuliza Bizokolo huku watu wakizidi kujaa nyumbani hapo. Miongoni mwa waliowasili pale walikuwa ni Mkegani na rafiki zake. Hapana shaka hao ndio walioenda kumwambia mwenyekiti kuwa Asha amemuua Kidawa. Asha anahusishwa na kifo cha rafiki yake Kidawa kwa sababu ameonekana pamoja usiku uliopita. Kidawa hakurudi nyumbani kwake sababu kufuli la mlango wake bado limefungwa. Amekutwa akiwa amekufa njia panda ya kuja huku. Kama si Asha, basi ni wewe ndiye uliyefanya mauaji yale, mauaji ya kikatili kwa kumkata kichwa na kumtupa, alieleza Msiri. Wakati huo mgambo wakikaa sawa kuingia ndani, ikaonekana damu kwenye ukuta. Huu ni ushahidi mwingine. Huu ni ushahidi kuwa mauaji yamefanyika hapa ndani. Asha yuko wapi? aliuliza tena mzee Msiri, huku sauti za akina Mkegani zikizidi kupaza. Mnasubiri nyinyi? Mnasubiri nini? Wakati muuaji yupo humu ndani. Mnasubiri nini? Mwenyekiti, busara zimekuzidi sasa. Yaani zimekuzidi sana, alisema Mkegani maneno hayo. Ndiyo. Utakatifu hadi kwa mtenda dhambi kweli. Bana, mwenyekiti anazingua naye bana, alidakia mmoja wa watu ambao waliokuja hapo wakiwa na Mkegani. Kusema ukweli mwenyekiti, mimi na uzee wangu nilijawa na hofu sana kwa nilichokiona usiku wa jana. Asha ndiye aliyemuua Kidawa na kumkata na shoka, akambeba na kwenda kumtupa, huku akinipa vitisho kuwa eti endapo nitasema ataniua.
Mwenyekiti, hata hapa ameniambia kuwa endapo nitasema yupo ndani basi ataniua, alisema Bizokolo huku akijifanya kuwa mwenye wasiwasi na woga mkubwa sana. Haraka mgambo wakaingia ndani. Muda huo nao polisi walikuwa wanaingia na gari yao. Watu wakakimbia baada ya kuona gari hilo la polisi. Asha akatolewa ndani akiwa analia. Hakutegemea kama Bizokolo angelimtia matatizoni tena kwa kutoa ushahidi wa uongo kiasi kile. Jamani, mimi sijaua. Mama, kwani lakini unasema uongo wakati unajua fika kwa sikufanya mauaji? Alisema Asha kwa uchungu akiwa amesimama mbele ya Bizokolo ambaye alikuwa akitabasamu kwa mbali sana. Sikutegemea Asha kama ungelikuwa na roho ya kikatili namna hii. Umepata wapi ujasiri wa kumuua rafiki yako tena kikatili namna hii? Aliuliza mzee Msiri tena akiwa na uchungu sana, huku wakati huo akilengwa na machozi. Alimuamini sana Asha na kumtetea hata akina mke gani walipotaka afukuzwe pale kijijini. Alikumbuka jinsi ambavyo walivyokuwa akimuonea huruma na kumtetea sana Asha kila wakati, hata pale alipoambiwa kwamba eti laana inayomaliza kijiji kile ni laana inayotokana na yeye na hivyo afukuzwe pale kijijini. Bado mzee Msiri anakumbuka alikuwa akimtetea. Mzee Msiri, unanijua vizuri baba yangu. Siwezi kufanya hivyo. Napata wapi huo ujasiri jamani? Mimi sio muuaji. Mama, hebu waambie kuwa sikufanya hivyo mimi. Waambie, kwani unanisingizia mama? Alisema Asha kwa uchungu sana, huku akitokwa na machozi ambayo yaliyokuwa yakitoka huku yakibubujika kama maji kwenye mashavu yake. Polisi hawakuwa na muda wa kumsikiliza tena Asha. Asha akafungwa pingu mikononi, wakamtia ndani ya gari ya polisi kwa ajili ya kumpeleka Lindi. Bizokolo naye akachukuliwa akiwa kama mshahidi aliyeona tukio hilo. Shahidi mwingine aliyewaona Asha na Kidawa wakiwa pamoja usiku naye alichukuliwa na polisi hao wakati huo. Msiri akaifunga nyumba ya Asha. Safari ya kuelekea Lindi ikaanza. Palikuwa na umbali mrefu. Gari hilo lilitembea kwa kasi sana. Gumzo liliendelea kijijini hapo, huku wengi wakiamini kuwa Asha ni muuaji. Wengine walikuwa wakisema kuwa huenda Asha ameua watoto wake kisha akamuua na mume wake, yaani Majula. Hadi kufikia jioni, Asha alikuwa ameshawekwa mahabusu kwa kosa la mauaji. Ikapangwa siku ya kufikishwa mahakamani. Mzee Msiri akapewa nauli ya kurejea kijijini ambapo alianza safari jioni hiyo hiyo. Bizokolo na shahidi mwingine wakawekwa katika uangalizi maalum. Asha aliumia sana ndani ya moyo wake. Hakuwahi kufikiria kama itafika siku akakumbwa na mkasa mzito kiasi kile. Mkasa ambao ulikuwa una lengo la kumpoteza kwenye uso wa dunia. Alijikuta akiwa mtu wa kulia na kujilaumu. Familia yake ambayo ilikuwa kijiji kingine kabisa ilikuwa haikupata taarifa kuhusiana na matatizo ambayo aliyoyapata Asha. Hii ilikuwa ni kubwa sana kwa mwanadada Asha. Hivyo Asha alijikuta sasa akiwa mwenye upweke mkubwa sana katikati ya matatizo. Siku zilisonga akiwa anahojiwa mara kwa mara. Mara zote Asha alijitahidi sana kuwaeleza polisi hao kuwa hahusiki na tukio hilo la kikatili, lakini Bizokolo hakuacha kumkandamiza kila alipokuwa akieleza alichokuwa akikifahamu. Siku moja mzee Msiri alienda kumtazama Asha kule mahabusu. Kwa ruksa na cheo chake,
basi aliruhusiwa kuingia. Alikubaliwa kufanya hivyo katika kituo hiki cha polisi. Mzee Msiri, licha ya ushahidi ambao uliokuwa ukitolewa, lakini hakuamini moja kwa moja kuwa Asha anaweza kufanya mauaji hayo. Alitaka kumuuliza Asha ni kwa nini alimuua rafiki yake. Baba yangu, unanijua vyema sana tokea nilipohamia kijiji hiki. Nimuue Kidawa kwa kosa gani? Siwezi kufanya mauaji kiasi kile. Mzee Msiri, naomba unisaidie nitoke kwenye matatizo haya, nakuomba baba yangu. Asha alisema huku akiwa amepiga magoti. Alihitaji msaada wa Msiri, ambaye alionekana kulengwa na machozi. Mzee Msiri alimshika akamnyanyua, huku akimwambia, hupaswi kunipigia magoti. Anayepaswa kufanywa hivi ni Mungu pekee. Asha, mimi naamini wewe hukufanya mauaji, lakini najiuliza kama hukufanya, kwa nini mama Majula aseme uongo? Na vipi kuhusu yule shahidi mwingine kuwa mlionekana mkiwa pamoja usiku, tena mkielekea nyumbani kwako? Machozi yalikuwa yakimiminika machoni pa Asha. Aliumia sana. Mzee Msiri, ipo siri ya haya yote yanayotokea, na chanzo ni mama. Chanzo ni mama? Unamaanisha nini? Huyu Bizokolo ndio chanzo cha haya yote, mwenyekiti. Kama ningelimsikiliza Majula tokea mwanzo kuwa mama yake ni mchawi, haya yote yasingelitokea. Bizokolo ndiye mhusika namba 1 katika haya yote, hata kupotea kwa watoto na kifo cha Majula na Kidawa. Bizokolo anajua kila kitu, mwenyekiti, nakwambia. Tatizo hakuna ushahidi wa uyasemayo, Asha. Nani ataamini kwa Bizokolo ndiye aliyemuua Kidawa wakati wewe ndiye ulionekana ukiwa na Kidawa usiku? Mimi kwa nafsi yangu naweza nikayaamini maneno yako, lakini serikali haiamini uchawi, mwanangu. Hili jambo lazima liangaliwe namna nyingine ya kutatuliwa, ushahidi ujitosheleze kwamba huhusiki. Mzee Msiri alisema huku akijifuta chozi lililokuwa likibubujika kwenye macho yake. Alionyesha kuumizwa sana na tukio hilo lililoteka hisia za wengi. Vyombo vya habari nchini kote vilitangaza juu ya mauaji hayo yaliyotajwa kuwa ya kutisha. Mwandishi wa habari Juma Zuberi alitoa taarifa kwa mara ya kwanza na hatimaye kusambaa taarifa hiyo iliyokuwa ikisikitisha wengi. Mwanamke aliyefiwa na mume wake siku chache zilizopita amemuua rafiki yake wa karibu kwa kumkata shingo. Haijafahamika chanzo ni nini. Hadi hivi sasa mtuhumiwa yuko kituo cha polisi cha Lindi. Kwa taarifa nyingine, endelea kuwa karibu na mimi, msimuliaji wako na ninayekuletea kisa hiki, Juma Zuberi. Endelea kwa pamoja na sisi katika chaneli zetu hizi. Bado mambo ni mengi. Endelea kuwa na mimi, ni Juma Zuberi. Alisema Juma Zuberi aliyekuwa ni bingwa wa kutoa taarifa za namna hiyo, na taarifa zake zilifika mbali zaidi. Taarifa ikazua gumzo, wengi wakidai eti huenda chanzo ni wivu wa mapenzi, wengine wakisema huenda ni imani za kishirikina, na wengine wakisema pengine amechanganyikiwa. Kila mmoja alifikiri jambo lake baada ya kuipata taarifa ile. Ilipangwa tarehe ya kufikishwa mahakamani baada ya polisi kukamilisha uchunguzi wao. Ilikuwa ni baada ya wiki 2 za Asha kusota akiwa kama mahabusu. Alishakata tamaa kabisa. Mzee Msiri alikuwa ndiye mtu pekee aliyemtembelea Asha kwa wakati huo. Lakini baada ya taarifa kusambaa, familia ya Asha ilikuja kumwangalia Asha. Kitendo hicho kikaibua upya machungu na majonzi. Asha alijitahidi sana kuwaambia kuwa hakuhusika na mauaji hayo, bali Bizokolo ndiye anayehusika, lakini hakukuwa na ushahidi wowote wa kuthibitisha hilo.
Msikilizaji, hebu fikiria, unasema jambo lenye ukweli kabisa, alafu hakuna anayekuamini kwa hilo jambo ni la kweli, hukulifanya, kwamba hilo jambo unalolisema ni kweli, hukulifanya. Maumivu aliyoyasikia Asha yalimfanya akatae kuonana na mtu mwingine yeyote yule. Alishajua hakuna anayeweza kumsaidia, akatoka salama kwenye msala ule ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Kesi ilisikilizwa na mahakama ikamtia hatiani Asha kwa kosa la kuua. Asha akahukumiwa kifungo cha maisha jela. Akahamishwa na kupelekwa gereza la Segerea jijini Dar es Salaam. Tumaini na nuru kwa Asha ikapotea rasmi. Wengi walifurahia sababu kulikuwa na ushahidi kuwa alifanya kosa hilo. Bizokola alirejea kijijini baada ya kukaa mjini kwa wiki 2 na ushee. Nafsi yake ilikuwa imesuuzika vya kutosha. Siku moja Msiri akaenda kuonana na mama Majula yule ambaye ndo huyu Bizokola. Akamuuliza, Bizokola, utaendelea kuishi hapa kijijini au utarudi kijijini kwako? Alihoji mzee Msiri kwa busara kama kawaida yake. Utaratibu wa kijiji hiki ilikuwa ni lazima mkazi atoe taarifa kwa mwenyekiti huyo. Nitaenda wapi? Majula ndio alikuwa msaada wangu mkubwa. Japo ninahofia maisha yangu, lakini ningependa kuishi kijiji hiki kizuri na chenye upendo na amani. Nimependa jinsi watu wa hapa walivyo na mshikamano. Ningependa mimi kuendelea kukaa hapa, alijibu Bizokolo kama mtu mwema vile. Aisee, kumbe ndiye Kigagula aliyesababisha maisha ya Asha kuzama kwenye bahari yenye kina kirefu. Basi sawa. Kijiji chetu ni salama sana Bizokola. Karibu uishi hapa, lakini itabidi ufuate taratibu zetu, alisema mzee Msiri. Kisha alimsikiliza Bizokola atie neno. Na wasikiliza nyewe wazee wa hiki kijiji. Mtakavyo ndivyo nitakavyoishi. Utaratibu wa hapa, kila baada ya mwaka mmoja tunafanya tambiko kujua matatizo ambayo yanayoendelea kukikumba kijiji hiki. Na ilitokea mtu, kwa mfano ikitokea mtu mbaya ameingia, basi ataondolewa ili kukiacha kijiji kikiwa salama. Tulikuwa tunasubiria tu kesi ya Asha na hukumu itoke ili taratibu zingine ziweze kuendelea. Hivyo baada ya siku 2 tutakuwa na tambiko la mizimu. Itabidi uhudhurie, alisema mzee Msiri. Bizokolo akakunja sura yake kisha akasema, bado mnaamini mizimu katika kijiji hiki? Mizimu siku hizi yaani mizimu siku hizi inaongopa sana mwenyekiti. Mizimu ilikuwa zamani bana, ila sasa hivi uongo ni mwingi sana. Yaani hata mizimu imekuwa miongo. Yaani matapeli wamekuwa wengi mpaka mizimu ni mitapeli sasa hivi. Mara nyingi vijijini, yaani vijiji ambavyo vimeishi kwa kutegemea mizimu, vimeendelea kukumbwa na mabalaa kila kukicha. Mzee Msiri akashusha pumzi zake, akaelekeza sasa macho yake kwa Bizokola, kisha akasema, huu ni utaratibu ambao uliodumu kwa miaka mingi. Hata mimi nimezaliwa nimeukuta hivyo. Na kwa sababu nimeukuta, sio rahisi kuvunja kama unavyofikiri wewe. Kwa hivyo itabidi tuishi. Wakati mnataka kufanya hilo, mimi nina mtu ambaye ana uwezo wa kutatua matatizo ya hapa kijijini. Ni mganga mashuhuri sana. Atawaambia kijiji chenu kina shida gani na mtaondokana na mabalaa haya ya kutisha. Hakuna sababu ya kuenda kufanya masuala ya mizimu wala Bizokola, sidhani kama wataamini uganga zaidi ya mizimu.
Wanakijiji wetu hapa na wajua, wanakijiji wangu, sidhani kabisa kama wanaweza kuamini mganga zaidi ya mizimu. Ngoja nizungumze nao, na kabla ya kuzungumza nao ngoja nizungumze na wazee wa kijiji, kisha tutoe maamuzi, alisema mzee Msiri, kisha aliaga na kuondoka zake. Muda huo huo Bizokolo akaelekea zake ndani. Kapekua kwenye nguo zake, akatoa kibuyu chake ambacho alikuwa akikihifadhi ndani ya nguo zake zile, ambacho kilichokuwa kinahifadhia uchawi wake. Akatoa sindano 3, moja akaichoma kwenye mguu wake wa kulia, nyingine mguu wake wa kushoto, kisha nyingine akaichoma kwenye mkono wake. Akatoa kijiti kidogo ambacho kilichokuwa ndani ya kibuyu. Ni kibuyu hicho ambacho kilikuwa na kimiminika fulani hivi kama maji meusi, alafu akapakaza sasa kwenye sehemu alizokuwa amezichoma sindano. Muda huo huo wingu zito likatanda na haraka mvua ya maajabu ikanyesha na kustajabisha wengi kijijini hapo. Mara nyingi mvua katika kijiji hicho nyakati za kiangazi ilikuwa ni ishara ya ukombozi wa kijiji. Wengi walifurahi kwa kurukaruka, wakawa na rukaruka kwenye mvua wakishangilia. Nyuso za wanakijiji zilijawa na bashasha, zikiwa na furaha ambayo iliyokuwa imepitiliza na kumfanya mwenyekiti Msiri aamini kuwa aliyekuwa analeta laana kijijini hapo alikuwa ni Asha, ambaye alikuwa tayari ameshafikishwa kwenye gereza la Segerea. Mzee Msiri akakitangazia kijiji hicho baada ya mvua kukata kuwa hakutokuwa na tambiko la mizimu, sababu mvua ya baraka tayari imekwisha kunyesha. Hakuna aliyepinga swala hilo. Kijiji kikajawa na shamra kwa kuamini balaa limeshaondoka, pasipo kujua balaa bado lilikuwepo kijijini hapo, na hata mvua hiyo iliyonyesha ilikuwa ni mvua ya kichawi. Usiku ulipoingia, mtoto wa Asha kama kawaida akiwa katika umbile la nyoka alisogea hadi njia ya kuelekea mtoni, kisha akabadilika na kuwa binadamu. Akaongoza njia ya kuelekea nyumbani anakoishi Bizokola. Baada ya kufika, akamkuta bibi yake akiwa nje anamsubiria. Wakaingia ndani. "Bibi, ulisema utanipeleka kwa mama?" alisema mtoto huyo wa miaka 5 aliyeitwa Hashim. "Alafu sitaki uwe unarudia maneno kila wakati. Si nimekwambia jana kuwa nasubiria uwe mkubwa ndipo nitakupeleka? Leo unajifanya una uchungu wa mama yako. Kama ungekuwa na uchungu usingemng'ata baba yako ukamuoa," alisema Bizokola. I say, aliposema hivi Bizokolo alikuwa amemkumbusha Hashim kuwa ndiye nyoka aliyemng'ata Majula hadi kufa. Mtoto huyo akakaa kimya. "Sikiliza sasa. Utakuwa huru kuishi hapa ukiwa katika umbo la binadamu, sababu naishi peke yangu. Nitakuwa na kutuma kazi za kufanya usiku na mchana. Ukimaliza majukumu na kupeleka kwa mama yako, sawa sawa?" Mtoto Hashimu akaitikia kwa kutikisa kichwa chake. "Umekumbuka kuchukua chakula?" aliuliza Bizokola. "Hapana bibi." "Sasa utakula nini? Na unajua fika kuwa huli chakula cha kawaida wala hunywi maji ya kawaida. Sikia Hashim, kijiji hiki ni kizuri sana, kina watu wengi kuliko hata tulipotoka. Wenda uwezavyo, lakini usiache mzoga sehemu yoyote, sawa? Yaani wenda unavyoweza, lakini usiache nini? Mzoga. Sawa sawa?" "Sawa bibi." Mtoto huyu Hashim alikuwa na kovu lenye rangi ya kijani. Kovu ambalo ukilitazama vizuri utagundua kuwa ni ngozi ya nyoka.
Basi bwana, siku hiyo Hashim alilala hapo tena kwenye kitanda cha mama yake mzazi ambaye ni Asha. Alijisikia raha sana kulala hapo hadi ambapo akajikuta ameshangaa ni kwa nini anasikia raha kiasi hicho. Bizokolo alikuwa gwiji wa uchawi ambaye kijiji alichotoka sifa yake mbaya ya kuua watu ilikuwa imeshasambaa. Alikuwa tishio sana huko kiasi kwamba alikuwa anaogopwa na kila mtu ambaye alikuwa anamfahamu. Asubuhi mtoto Hashim aliamka akiwa katika umbile la nyoka. Kwa sababu alishazoea kuishi pangoni, mchana akiwa kama nyoka na kama binadamu ikiwa ni wakati wa usiku. Sasa Bizokolo akawahi chumbani na kukuta joka kubwa likiwa linagalagala kitandani. Akachukua dawa zake na kumpaka kwenye ngozi yake. Taratibu akawa anabadilika na kuwa umbile la binadamu kama kawaida. Kisha Bizokolo akasema, unapaswa kuwa makini sana. Endapo utahisi unataka kubadilika, basi uwahi kurudi nyumbani, vinginevyo utauawa. Ulisema huna chakula, nenda kawinde chakula sasa. Bizokolo akampa Hashim mafuta yatakayomsaidia kujigeuza kuwa nyoka ili apate kuwinda chakula huko aendako. Hashim akaondoka akiwa katika umbo la binadamu ambaye ni mtoto. Kwa upande wa pili msikilizaji, yani ndani ya gereza la Segerea, Asha alikuwa chini ya uangalizi maalum wa askari. Kesi yake ya mauaji ilimfanya awe hivyo. Alikuwa ni mtu wa kulia na kujutia. Kila alipomkumbuka Majula alijikuta akidondosha chozi kama mtoto. Alijua huo utakuwa mwisho wa maisha yake yaliyokuwa yamejaa misukosuko mara tu baada ya kuolewa na Majula. Hakuna ndugu wala jamaa, si mwanakijiji aliyekuja kumuona Asha hapo gerezani. Akapoteza tumaini la maisha. Usiku mmoja akiwa ndani ya chumba chake, alitamani kujitoa uhai wake kwa kukaba shingo yake. Aliona ni bora afe kuliko kuendelea kuteseka gerezani hapo. Akawakumbuka watoto wake ambao walipotea katika mazingira ya kutatanisha. Hakuacha kudondosha chozi kila alipowakumbuka. Sijui ni kwa nini watu wengi hufikia na kuwaza kwamba eti kuwa kifo ndio mwisho wa mateso. Kwa kweli sijui kwa nini hufikiria kuwa kujiondoa uhai kutawafanya waepukane na shida za hapa duniani. Msikilizaji, kwa kweli sijui. Basi bwana msikilizaji, Asha alisubiria hadi ilipofika majira ya saa 6 usiku. Muda ambao askari walikuwa hawatembei kuangalia wafungwa kwa kuamini kuwa muda huo watakuwa wamelala. Asha alipohisi ukimya, alianza kutaka kujitoa uhai wake. Alikaba shingo yake hadi alihakikisha pumzi kwamba zilikuwa zimekata kabisa. Macho yalikuwa yamemtoka. Akawa katika ile nyakati za majuto zile. Akawa sasa anajiuliza kwa nini anaondoa uhai wake. Maumivu yalikuwa ni makali, lakini ghafla aliona mwanga wa kitu kama taa, lakini iliyokuwa ikiwaka mithili ya jua la mchana. Chumba kizima kilikuwa na mwanga wa taa hiyo, ambayo kwa mafikirio ya Asha alijua ni askari wanapita sasa kuangalia wafungwa. Lakini jinsi mwanga huo ulivyo mkali, alibadilisha mafikirio yake na kufikiria kuwa huenda ni malaika mtoa roho amekuja kuchukua roho yake. Akaacha kukaba shingo yake na kujikuta sasa kikohoa. Akili ikamrudia, akajiona bado yupo hai huku akiwa anakohoa mithili ya mtu ambaye aliyepaliwa na chakula chenye pilipili nyingi. Macho ya Asha yalijikuta yanazidiwa na ule mwanga, yani ule mwanga ambao ulikuwa umeingia pale ukawa unazidi macho yake. Wakati huo yeye akiwa anapepesa kutafuta taswira halisi ya mwanga huo.
Moyo ulimwenda mbio sana Asha. Alipoanza kusikia sauti ikisema, "Kwa nini unajitoa uhai wako Asha? Kwa nini unaiacha dunia? Kwa nini unajitoa uhai wako Asha? Kwa nini unaiacha dunia? Kwa nini unajitoa uhai wako Asha? Kwa nini unaiacha dunia ulioishi kwa furaha kisa maisha haya ya taabu unayoyaishi kwa muda mfupi? Kwa nini Asha?" Asha alianza kuitambua sauti hiyo kuwa ni ya marehemu mume wake Majula. Mara ule mwanga ulianza sasa kufifia, ndipo akaiona sura ya Majula. Alimuona mume wake akiwa katika mavazi meupe mithili ya malaika. "Majula!" aliita Asha kwa mtindo wa kutoamini alichokuwa anakiona. "Ni mimi Asha. Hata kama umepoteza tumaini la kuendelea kuishi, bado una nafasi ya kukomboa kijiji chako dhidi ya mama yangu. Una nafasi ya kukomboa watoto wetu wote watatu, maana bado ni wazima ila wanaishi kwa mateso makubwa," alisema Majula huku akimsogelea Asha. "Una maana gani?" alihoji Asha huku uso wake ukiwa umejawa na woga. Haikuwa rahisi kuvumilia. Kwa kweli alikuwa katika wakati mgumu sana kuvumilia alichokuwa anakiona kwa mume wake huyo. Mtu aliyemzika leo anamuona. Haikuwa rahisi hata kidogo. "Mama yangu hakuwaoa watoto, bali waliwachukua na kuwatumikisha kichawi. Bado wapo kuzimu wakiteseka. Unatakiwa kuokoa kizazi chako Asha," alisema Majula. Kisha taratibu ule mwanga uliendelea kufifia. Hatimaye giza lilitanda tena. Asha akashika shingo yake kuona kama ipo salama. Alihema juu mithili ya ngamia ambaye aliyekuwa anakaribia kukata roho, huku akikumbuka maneno ya Majula kuwa watoto wao wote wapo hai, wanapaswa kukombolewa kutoka kuzimu. Pia kijiji chao alikumbuka alivyoambiwa kwamba kipo katika hatari, nacho kinapaswa kukombolewa kutoka katika mikono mibaya ya mchawi Bizokolo. Asha alijiuliza angeliweza vipi kutoka pale gerezani ikiwa analindwa na askari, na pia hukumu yake ya kifungo cha maisha jela ilishapitishwa siku kadhaa zilizopita. Kila alipojaribu kuwaza alijikuta akikata tamaa. Ni usiku huo huo, licha ya kunyesha mvua yenye ishara ya ukombozi wa kijiji cha Nachingwea, bado mzee Msiri na yeye alijikuta akimfikiria sana Asha aliye gerezani kwa kosa la mauaji. Kila alipojaribu kujiridhisha kuwa Asha ametenda kosa hilo la mauaji, akili yake ilikataa. Alipomfikiria Bizokolo, alijikuta sasa akihisi kuwa bibi huyo hakuwa mtu mzuri. Sasa mwishowe aliamua sasa kulala, kwa sababu kila jambo lilishamuliwa na serikali. Alijigaragaza kwenye kitanda cha kamba hapo hadi pale ambapo usingizi ulipomsomba na kumpitisha kwenye nusu ya kifo, na maanisha usingizi ule wa fofofo. Asubuhi Msiri alikuwa na jukumu la kuelekea shambani kwake kuangalia athari ya ile mvua kubwa iliyokuwa imenyesha kimaajabu. Shamba la mzee Msiri lilikuwa mbali kidogo. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo kwa kawaida kijiji hiki watu wachache huenda mashambani. Wengi hubakia nyumbani na wengine hukimbilia kwenye vilabu kwa ajili ya kuchangamsha akili zao kwa kupata pombe za asili za kijiji hicho, zikiwemo uraka, gongo maarufu kama ngumu kumeza. Msiri akiwa na panga lake alizidi kuchanja mbuga. Alipishana na wanakijiji wachache sana ambao walimsalimia kwa heshima kubwa sana, kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa kijiji aliyependwa na kuheshimika sana licha ya kuwa mzee.
Msiri alizidi kusonga mbele hadi alipofika katika shamba lake pale, akakuta baadhi ya miti ikiwa imeng'oka kutokana na mvua ambayo iliyokuwa ya maajabu, iliyokuwa imeambatana na upepo mkali. Tukio la kung'oka kwa miti aina ya mikorosho shambani kwake lilimpa wasiwasi sana, hadi sasa pale akasimama huku akiangalia miti hiyo na kujiuliza, miaka yote mvua ya ukombozi hunyesha polepole bila upepo mkali, lakini kwa nini mvua ile ilinyesha kwa jazba? Ni ya ukombozi kweli au ni mvua ya hatari? Alijiuliza mzee Msiri huku akizidi kuendelea kusonga kuangalia miti mingine ambayo iliyokuwa imechanika na kukatika katika shamba lake. Kwa kweli alishindwa kujipa majibu. Sio bure, lipo lililojificha. Kwa nini namwazia vibaya yule mama yake Majula? Kwa nini namwazia vibaya? Mzee Msiri alitafakari sana, kisha aliketi juu ya gogo la mti ambao uliokuwa umeanguka. Akiwa hapo alianza sasa kuona ndege wala mizoga wakiruka juu mita kadhaa kutoka alipo. Ilikuwa ni katikati ya shamba lake. Akatamani kujua ni mzoga gani huo ambao unawafanya ndege warukeruke. Hatimaye akajiokota akiwa na panga lake, akasogea mpaka eneo hilo, akakuta fisi wawili wakiwa wamekufa huku damu ikiwa imetapakaa. Fisi hao walikuwa wameliwa sana eneo la shingoni na tumboni, yaani vitu vya ndani ya tumbo viliondolewa. Jinsi alivyotazama zaidi, aligundua ulaji huo si ulaji wa mnyama wala ndege bali binadamu. Na aliamini kabisa ni binadamu pekee ambaye anaweza kula kwa ustaarabu kiasi kile. Nani huyo anakula fisi kijijini hapa? Alijiuliza mzee Msiri huku akitumia panga lake kugeuza mzoga ule wa mwili wa fisi huyo. Tukio hilo lilimtisha sana mzee Msiri. Alivyoangalia vizuri, na kwa kuwa mvua ilikuwa imeloanisha ardhi, aliona nyayo za mtoto mdogo eneo hilo, jambo ambalo lilizidi kumfikirisha sana mzee Msiri. Ina maana mtoto mdogo ndio kala fisi wawili? Aliwezaje kuwaua? Yaani aliwezaje kuwaua hawa fisi wakubwa kiasi hiki? Mguu wenyewe huu ni wa mtoto mdogo sana. Mtoto mdogo miaka 8, 7, chini ya miaka 7 kabisa. Huyu nani hajafikisha? Aliwezaje kuwaua fisi wawili? Mzee Msiri aliona ni bora arejee kijijini kutoa taarifa hii. Akatembea kwa mwendo wa haraka, akaita vijana na kuwaeleza kuwa waende shambani kwake wakaangalie, kisha wamrudishie jibu kuwa kwa mawazo yao wanaweza wakagundua ni nani ameua fisi wakubwa vile. Hakutaka kuambia kuhusu nyayo za mtoto, sababu busara zake zilimuongoza. Akaamini nao wataona kisha watakuja na jibu. Aliamini kwamba wakienda na wakiona nyayo za mtoto mdogo, watakuja na jibu ambalo linaloeleweka kabla ya kukitangazia kijiji hicho kuwa kuna jambo la hatari lenye kuogopesha limetokea. Hakula chakula siku hiyo wala kunywa maji. Kichwa chake kilikuwa moto kusubiria majibu ya vijana hawa ambao walitumia zaidi ya masaa mawili, sababu walitakiwa kuchunguza kisha kubeba mizoga hiyo na kuirejesha kijijini hapo. Kabla vijana hao hawajarudi, mzee Msiri aliwasiliana na mwandishi wa habari mkongwe mkoa wa Lindi aliyeitwa Juma Zuberi, ili naye aje kuona tukio hilo la kutisha. Kwa mwandishi wa habari, akishasikia taarifa msikilizaji, yeye mashiko na masikio yake yote hugeuka na kuwaza habari hiyo pekee.
Haraka sana Juma Zuberi aliwaza kwamba aweze kuwahi eneo la tukio. Yeye aliwahi kufika kabla ya vijana hao kurejea. Mzee Msiri, mbona kijiji chako kina heka sana siku hizi? Taarifa za mauaji hazikatiki, hazikauki, hazipoi, kwa nini? Aliuliza Juma Zuberi, mwanaume mwenye upara na mwili uliojaa misuli ya ukubwa. Hiki kijiji kinaweza kuwa kimeingiliwa na watu wasio wa kawaida. Unajua, usiku uliopita nimetoka kuwaza kuhusu Asha na jinsi ambavyo kesi yake imegubikwa na utata mkubwa. Nina mashaka, alisema Mzee Msiri, na kuamsha sasa akili ya kiuandishi ya Bwana Juma Zuberi aliyekuwa amesimama mbele yake, huku akiwa amekaza macho yake. Miguu yake yenye matege kama mtu ambaye aliyekaribia kuanguka ilikuwa ikinesa mithili ya mti wa mjale. Una mashaka gani Mzee Msiri? Aliuliza Juma Zuberi kama askari wa CIA aliyepewa jukumu la kesi nzito ya ugaidi wa kundi la Boko Haram. Bizokolo ananitia mashaka sana. Ananitia mashaka makubwa sana. Zipo imani za kishirikina ambazo Asha alinieleza, ila kama unavyojua kuwa serikali inaamini zaidi katika ushahidi na sio vitu vya kusadikika, alisema Mzee Msiri. Bizokolo si ndiye yule mama wa marehemu Majula? Aliuliza Juma Zuberi, mwandishi wa habari. Aswa, ndiye mwenyewe. Tokea amefika hapa, yani tokea amefika hapa kijijini kwetu, matukio ya ajabu yametokea. Kwa mujibu wa Asha, anasema Bizokolo ndiye mhusika wa watoto waliokuwa wakipotea. Nafikiri unakumbuka habari hiyo, ulirusha pia. Nakumbuka sana. Kwani Asha si yupo Segereda? Ndiyo, yupo da. Wacha nione nitafanya nini kwa kutumia kalamu yangu ya uandishi. Nitaangalia ni nini cha kufanya. Nitaangalia. Kwa hiyo Mzee Msiri, hilo jambo lisikupe mashaka, nitalifuatilia. Muda huo vijana walikuwa wakiwasili nyumbani kwa Mzee Msiri wakiwa wamebeba mizoga miwili ya fisi. Juma Zuberi alipata kushuhudia mizoga hiyo. Mzee Msiri, licha ya kukuta mizoga hii, pia tumekuta nyayo za mtoto mdogo wakati ya miaka 5 hadi 10. Imetupa wasiwasi kuamini kuwa mtoto huyu ndiye ambaye aliyefanya tukio hili la kutisha, alisema kijana mmoja ambaye aliyeitwa Lutengano. Unasikia Juma? Hiki ndicho nilichokupigia simu uje ukione ili ufanye kazi yako. Naamini kwa jicho lako la kiuandishi unaweza kuwa na hisia na jambo hapa, alisema Mzee Msiri. Hili tukio si la kuliingilia kichwa. Hapa kuna jambo lisilo la kawaida. Mtoto mdogo aliwezaje vipi kufanya tukio hili la kuua fisi wawili? Ningeshauri watoto wote wa kijijini hapa wapimwe nyayo. Yani nyayo zao zipimwe, ili zikifanana na mtoto yeyote, basi mjue ndiye aliyeenda huko, alisema Bwana Juma Zuberi, mwandishi huyu wa habari. Hilo ni wazo zuri, tena uzuri sana, ambalo linaweza kutupa mwanga wa kuifanya kazi hii na ikapata kuwa na matokeo chanya, alisema Mzee Msiri. Kisha aliongeza, waitwe hapa wanakijiji wote waje hapa nyumbani kwangu, asibakie hata mtu mmoja, ila msiseme na waitia nini. Hakikisheni watoto wote wanakuja hapa na wazazi wao.
Vijana hao bwana walitii maagizo ya Msiri ambaye ni mwenyekiti wao, na haraka wakaondoka zao. Baada ya kuficha mizoga ya fisi nyuma ya nyumba ya Msiri, haraka Juma Zuberi akaanza kazi yake ya kurekodi taarifa za awali ya kumhoji mzee Msiri. Baada ya kuwa wameshamaliza, wakaketi kwenye msturi kusubiria wanakijiji ambao walianza kumiminika. Msiri alikuwa mwenyekiti wa kipekee sana katika kijiji hiki, yaani hata aite wanakijiji usiku wa manane ni lazima waende ili kuweza kutaka kujua ni nini alichokuwa akiwaambia. Ni kutokana na heshima ambayo alikuwa amejijengea katika kijiji hiki. Muda mfupi kijiji kizima kilikusanyika nyumbani hapo. Msiri akawaambia, nimewaita hapa kwa kusudio maalumu ambalo mtaenda kulijua muda sio mrefu, ila nataka watoto wote wenye umri kuanzia miaka 5 hadi 10 waje mbele, alisema kwa msisitizo. Minong'ono hatimaye ikaanza. Sio swala la kujadili tena. Nimesema watoto wote waje mbele, alisema tena mzee Msiri kwa sauti yenye msisitizo mkubwa. Haraka watoto wakasogezwa mbele, lakini Bizokolo alikuwa amesimama na mjukuu wake ambaye aliyeitwa Hashim. Huyu mtoto mbona haji huku mbele? Jamani, huyu mtoto hapo, huyu mbona haji huku mbele? Aliuliza mzee Msiri kwa msisitizo. Basi Bizokolo kwa aibu akaruhusu mjukuu wake asogee mbele. Namu msikilizaji, ni nini ambacho kitaendelea hapa? Endelea kuwa na mimi, tukutane katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu hii pendwa kabisa ya Chanzo ni Mama. Kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakia kila laheri. Toa comment yako, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hii mwanzo hadi mwisho. BHB na kutakia wakati mwema, la vile vile nikikukaribisha katika sehemu ya 4. Bye bye, endelea kuwa na mimi.